Kaunti hiyo ya Homa Bay wametoa onyo kuhusu kuongezeka kwa ajali wanapovua msimu huu wa masika. Haya yanajiri wakati ambapo idara ya kutabiri hali ya hewa imetahadharisha kuwa mvua kubwa inayoshuhudiwa itaendelea hadi mwanzo wa mwezi Machi, ikiashiria kuanza kwa msimu wa mvua wa masika wa mwezi Machi, Aprili, Mei. Mwandishi wetu Sheila Chelangat na taarifa zaidi. Hapa Koginga kwenye ufuo wa Ziwa Victoria, kaunti ya Homa Bay, mvua kubwa ambayo imeshuhudiwa katika siku chache zilizopita imewaacha wavuvi wakihofia maisha yao. Na msimu wa mvua hii huwa inakuwa na changamoto mingi. Sasa mambo ya upepo mingi sana baharini. Wanataja kuwa kwa kawaida mvua kubwa aina hii huambatana na upepo mkali, mawimbi makali ambayo huwaathiri wavuvi wakiwa kazini. Hiyo ni hatari kwa sababu maji natoka huko juu ya mvua na yaingia kwa maji. Saa nyingine boti yako pia natoa maji kidogo. Idara ya kutabiri hali ya hewa imetaja kuwa tayari baadhi ya maeneo nchini yameshuhudia mwanzo wa msimu wa mvua kubwa wa Machi hadi Mei, ikiwa ni pamoja na kaunti zilizoko kwenye ukanda wa Ziwa Victoria, zilizo kwenye nyanda za juu magharibi ya Bonde la Ufa na mashariki ya Bonde la Ufa, ikijumuisha Nairobi na Bonde la Ufa kusini. Hata hivyo, maeneo kama Mombasa, Kwale, Turkana, Samburu, Lamu, Malindi na yaliyo kaskazini mashariki ya Kenya yataanza kushuhudia msimu huu wa mvua kati ya mwisho wa Machi na katikati ya Aprili. Idara ya hali ya hewa pia inaonya kuwa dalili nyingine zinaonyesha kuwa huenda kukawa na kupungua kwa mvua na kuwepo kwa ukame katika baadhi ya maeneo. Wavuvi Homa Bay sasa wanatoa wito kwa serikali ya kaunti yao kuchukua hatua za kuwakinga na hasara za mvua hii kubwa. Watusaidie na life jacket na hizi boti za kufanya patrol ziwani. Yani hata kama mtumbi imeanguka huko inaweza kuwasaidia watu kwa njia ya haraka sana. Sheila Chelangat, runinga ya TV 47.